Naam, Wakenya sasa watalazimika kulipa nauli zaidi kufuatia hatua ya wahudumu wa magari ya uchukuzi wa umma kutangaza kuongeza nauli kwa asilimia 25, saa chache baada ya mamlaka ya IPRA kuongeza bei ya mafuta nchini. Mwenyekiti wa chama cha wahudumu wa matatu nchini, Albert Karakacha, amesema nauli hizo mpya zinaanza kutekelezwa mara moja. IPRA iliongeza bei ya mafuta ya petroli kwa asilimia kwa shilingi 28.69 huku dizeli ikipanda kwa shilingi 40.30 kwa lita. Isaac Musyoka anatuarifu. Baada ya mamlaka kudhibiti mafuta nchini IPRA kutangaza ongezeko ya mafuta ya petroli na dizeli usiku wa kuamkia Jumanne, Wakenya waliamkia bei ghali kushuhudiwa nchini. Kwa mujibu wa bei hiyo mpya, petroli imepanda kwa shilingi 28.69 huku dizeli ikipanda kwa shilingi 40.3 kwa lita. Jijini Nairobi, petroli sasa inauzwa kwa shilingi 206 na sendi 97 huku dizeli ikiuzwa kwa shilingi 206 na sendi 84, wakati ambapo lita mafuta taa imesalia kuuzwa kwa shilingi 152 na sendi 78. Katika kaunti ya Machakos, petroli inauzwa kwa shilingi 207 na sendi 1 huku dizeli ikiuzwa kwa shilingi 206 na sendi 89 huku mafuta taa ikiuzwa kwa shilingi 152 na sendi 81. Leo tumeamka na mshangao mkubwa kwa sababu ya hili jambo la kuongeza mafuta kwa bei ambayo hatujawahi sikia. Na kusema ukweli ni kwamba kulingana na hali ya nchi saa hizi na uchumi ulioko, kila mtu ameathirika. Sasa tukirudi kupata pigo kama hili la mafuta, tunashindwa tutaelekea wapi? Sasa hiyo tunashtuka hata sisi, hii serikali yetu tunalilia angalau wangeangalia mambo ya mafuta kidogo, sababu saa hii kama petroli 206 na diesel zote ziko the same. Tunashindwa sasa, hii ni mambo gani? Ni wakati mgumu. Hope kila mtu sasa anaelewa tu vile hali iko. Cha muhimu tu ni kuambia tu wananchi tu cope tu na hiyo situation vile iko. Hatua hiyo ikipelekea muungano wa wahudumu wa matatu kuongeza nauli kwa asilimia 25 kote nchini, ambapo wahudumu wa magari jijini Machakos wanawatoza abiria wanaoelekea Nairobi shilingi 350 badala shilingi 250. Watu waelewi. Unajaribu kuwaambia waelewi, lakini sasa tunajaribu tu. Kama hii sasa kutoka asubuhi ni gari ya pili kupepa. Hali ni mbaya kabisa hapa, hakuna watu hata waendi. Wengine wanafika hapa wanarudi. Sababu kiangalia sasa nauli, hata leo hii vile tunaongea hapa saa hizi, watu wengi kama vile unaona hapa wako stranded, wameshindwa kulipa nauli. Sababu kienda pale petrol station mahali gari ilikuwa inakunywa 3,000 sasa inakunywa 5,000. Katika kaunti ya Narok, wakazi wameitaka serikali kusitisha baadhi ya miradi isiyo ya dharura na kuelekeza fedha hizo katika udhibiti wa bei ya mafuta, kwani kupanda kwake kumesababisha gharama ya maisha kupanda. Ikiwezekana, ikiwa kuna miradi ya serikali ambayo haina maana kwa sasa kulingana na vita ya Ukraine na hiyo Russia, aweze kuangalia miradi ambayo si ya maana sana, hizo pesa azitransfer kwa mafuta, bei irudi chini, hiyo vita ikiisha aongeze mafuta. Hata hivyo, waziri wa kawi Opiyo Wandayi anasema licha bei hii kupanda, serikali iliweka ruzuku ya bilioni 6.2 pamoja na kupunguza ushuru wa mafuta kutoka asilimia 16 hadi asilimia 13 ili kuhakikisha kuwa bei haingepanda juu sana. Tukaweka subsidy ya shilingi 6.2 billion. Hiyo bei ingeenda juu zaidi ya mafuta. La pili, serikali kuu ikapunguza ushuru ya VAT kwa mafuta ya petroli kutoka asilimia 16 hadi asilimia 13. Isaac Musyoka, Undugu TV.